hiyo hapa ni juu ya yeye kuweka mizania iliyo sawa kati ya kumiliki sana mpira, kucheza mpira wa kuvutia na mpira malengo. Malengo ndio mpango mzima katika michuano ya CAF. Nimekupa mfano wa Yanga yenyewe katika msimu uliopita, ilikuwa ni miongoni mwa timu zinazopiga pasi nyingi, zinamiliki sana mpira, ikaishia makundi. Hata msimu huu kuna wakubwa wa kuheshimu wapinzani wao. Orlando Pirates walienda kucheza dhidi ya Saint Eloi Lupopo kule nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wakapigwa 3-0, nyumbani wakaamka wakashinda 3-0, matokeo yake ikawa 3-3 kwa mikojo penalty. Orlando wameng'olewa, hawapo. Leo hii ASEC Mimosas, miongoni mwa klabu kubwa barani Afrika iliyopo katika orodha ya viwango vya ubora, msimu mwingine ilikuwa nafasi ya 13 kwa ubora. Imeenda kucheza na Power Dynamos ya Zambia ambayo haikuwamo katika orodha ya klabu bora. Matokeo yake ni nini? Imetolewa. Yaani kuna namna ya kucheza michuano ya CAF. Hili lazima akumbushwe kwa sababu yeye ametoka timu ya taifa ya Angola, hajawahi kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi. Kwa hiyo ni vizuri ili akakumbuka. La msingi sana kwamba waendelee kumiliki mpira, waendelee kucheza soka zuri, awafurahishe mashabiki, lakini watafurahi zaidi akipata matokeo chanya, ushindi na kusonga mbele. Akitolewa hao wanaotaka soka zuri wanakuja kumgeuka. Ile ikitokea acheze kimalengo, wapate matokeo mazuri, watamvumilia hata kama baadhi ya mechi hatacheza soka la kuvutia. Kumkumbusha tu, akiwa Angola juzi tu katika michuano ya CHAN iliyoandaliwa kwa pamoja Tanzania, Kenya na Uganda, Angola iliishia hatua ya makundi. Kwenye kundi lao la A, Kenya ilikuwa kule Kenya. Wenyeji Kenya walikuwemo kwenye kundi hilo, walikopa Angola, walikuwepo Morocco, walikuwepo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walikuwepo Zambia. Ni katika kundi ambalo wao ni katika wale walioishia hatua ya makundi. Ni kwa sababu gani? Alikutana na timu ambazo zinacheza kijanja sana. Yeye anamiliki mpira, michuano imekamilika. Angola ndio timu iliyoongoza kumiliki mpira katika michuano ya CHAN, ikiwa kwa wastani inamiliki mpira kwa 64%. Angola ndio timu iliyokuwa inapiga pasi nyingi kuliko timu zote katika michuano ya CHAN. Yaani changanya timu zilizoshiriki kwenye kundi B Tanzania, zilizoshiriki zikitoka katika kundi lililopo kule Uganda, lakini zile zilizokuwepo Zanzibar, zote kwa pamoja timu iliongoza kwa umiliki wa mpira ni Angola. Pasi inapiga kwa wastani pasi 434 kwa mechi. Halafu ikaishia hatua ya makundi. Sasa mpira mzuri ule. Soka sambusa, soka biriani kwa timu kama Yanga inayokwenda kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, lazima azingatie mizania. Haya maneno ninarudia kila mara kwamba atangulize kwanza malengo ya mechi husika, kwa sababu huku kwenye michuano ya CAF wanacheza kijanja sana na yeye hana uzoefu sana, ndio tunamkumbusha. Lakini jambo lingine la kuzingatia akiwa Yanga kufanyia kazi, hakikishe anaimarisha eneo lao la ushambuliaji, kwamba kwenye michuano ya CAF Yanga haina rekodi nzuri za upachikaji mabao, hasa katika msimu uliomalizika. Yanga ndio timu kama nilivyotoka kuambia kwa wastani katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita, ambao Pyramids walikuwa mabingwa, wana finali wengine wakiwa Mamelodi. Timu iliyoongoza kwa wastani kwa mechi kufika kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga ni Yanga. Ilikuwa inapiga kwa wastani mashuti 14, imepiga mashuti 84, lakini katika mashuti 84 imefunga mabao 5 tu, yenyewe imeruhusu mabao 6. Kwa hiyo ukiangalia kuna kitu inaitwa goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ulikuwa chini mno, kwa sababu mabao 5 kati ya 84 Chris, ukizidisha kwa 100 utapata 5.9 plus, around 6% ya uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Kwa lugha nyingine, kwenye michuano ya CAF ligi ya mabingwa hatua ya makundi msimu uliopita, Yanga ilikuwa wakipiga mashuti 100 kwa wastani, yanayozaa mabao ni mashuti 6, mashuti yanobaki 94 yote ama nje au yanalenga makipa. Sasa lazima safu yake ya ushambuliaji yenye kuhusisha wachezaji kina Andy Bobo Boyeli, Prince Melo Dube, Clement Mzizi Walid na wengineo wa viungo ushambuliaji kina Pacome Zouzoua, kina Celestine Ekwa, kina Lassine Kouma, kina Mudathi Yaya Bass, Max Pierre Zengeli, Ofen Chikola, Edmund John, wote ahakikishe anaoimarisha katika eneo la kubadilisha nafasi kuwa mabao. Yaani nafasi zikipatikana zitumike vizuri, kwa sababu zilichangia mno kwa gharimu Yanga kwenye msimu uliopita, kwa sababu ilikuwa inafika wakiwa chini ya Siad Dramovic, lakini hawatumizo nafasi kuwa mabao. Hili ni jambo ambalo asipolifanyia kazi linaweza likamuathiri, akajikuta anapata thank you katika namna ambayo itarajiwi. Akumbuke, ukitoa Yanga, Simba, klabu nyingine kubwa, matumaini ya mashabiki huwa ni kwa kocha, watakushangilia, watakuimba, watakuita vyovyote vile katika kukupamba. Lakini uwanjani usipoleta kile wanachokitarajia, hao wanabadilika. Hivi sasa wanaweza kumwiteni
kocha la pira science, kocha lakini pira science vyovyote vile, lakini baada ya siku 2-3 akiona tofauti, unamiliki mpira ushindi, na hasa kwenye ligi ya mabingwa ambao wana experience kwamba wanamiliki mpira alafu ameishia hatua ya makundi, inaweza ikamwathiri. Akiweza zaidi acheze soka lake lile pira sambusa, pira biriani, watafurahi sana, lakini awape na ushindi. Kinyume chake, kama anaweza achane na pira sambusa, pira biriani kwenye michuano ya CAF nazungumzia, ila awape ushindi, safi, lakini sio kinyume chake. Lakini hasa washambuliaji katika kubadilisha nafasi. Jambo lingine, afanyie kazi wachezaji wake, wanaonekana sio wazuri katika kupiga crossi na kuzitumia. Yanga msimu uliopita katika ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, mechi 6 walipiga cross 115 Chris. Zilizofika ni cross 26 tu, sawa na usahihi wa 22%. Ina maana katika cross 115 hizo 26 zilizofika, zilizobaki zote zimepotea ama kwa kwenda nje au kutomkuta yoyote katika eneo sahihi la kufunga. Kwa sababu hiyo, kama atataka wachezaji wake waendelee kupiga crosses, basi kuwe na mpango kazi wa kuzitumia, vinginevyo ni sehemu ya kupoteza mipira. Yani wa treni vya kutosha, ende Bobo Boeli awe anatumia vipi hizo cross, Dube, Mzize au yeyote anafika kwa kuchelewa atumie vipi hizo cross, kwa sababu Yanga mabao yao huyafunga zaidi kwa V passes, yani cutback passes. Mtu anamaliza uwanja alafu anapiga V pass, au wanapita tu katikati kwa pasi, through ball inamwendea mshambuliaji anafunga. Ndio style yao mara nyingi wanapokwenda kupiga cross, ama zinapigwa vibaya au zinapigwa hakuna mtu. Kocha msingi ni kwamba mizania, ili neno narudia kila mara, juu ya mpira wa kuvutia na ushindi. Lakini kwenye CAF soka malengo ndio mpango mzima, ili atangulize ushindi. Uzoefu wa michuano ya CAF, ingawa sio kwenye ligi ya mabingwa, ingawa sio kwenye ngazi ya club, ameupata vya kutosha. Kwa mfano, katika michuano ya AFCON iliyopita kule nchini Ivory Coast, yeye akiongoza Angola, walifanya vizuri. Kwenye kundi lao wao ndo waliongoza, katika kundi ambalo kulikuwa na timu kama Algeria, lakini wao ndo waliongoza. Baada ya hapo wakaenda kucheza na Namibia, wakawatoa kwa mabao 3-0. Lakini wakaenda robo finali, ndipo wakatolewa kwa mbinde na Nigeria ya kina Victor Osimhen, kama unakumbuka vizuri. Sasa kwenye hatua ya makundi, kwenye michuano hii ya AFCON alidhihirisha juu ya namna ambavyo anaweza kupata matokeo, lakini akiwa na Angola. Sasa ni kuna makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF. Tofauti ya kwamba kwenye AFCON mpo katika eneo ambalo ni tournament mpaka ishe, lakini kwenye ligi ya mabingwa kuna kusafiri, kuna kwenda kucheza ugenini, kucheza nyumbani. Kule ni mechi moja moja, hamna nyumbani na ugenini, labda ndio tofauti. Msisitizo juu ya namna kumanage hizo mechi wapate matokeo. Faida alionao ni kwamba ndani ya Yanga kuna uzoefu wa kutosha. Wachezaji wenyewe wana uzoefu na mechi hizo, yani kina Mzize, kina Pacom, wana uzoefu wa kutosha, kina Lassine Kouma tangu anatoka Stade Malien, wana uzoefu wa kutosha. Djigui Diarra, wachezaji wake wengi wana uzoefu wa mechi za namna hii. Kwa hiyo ni juu ya yeye kushirikiana na wachezaji wake, lakini management ya Yanga ina uzoefu. Staff wengi, wafanyakazi ndani ya Yanga wana uzoefu. Yeye ni namna ya kushirikiana nao kuhakikisha mbinu zake za kiufundi zinawezesha Yanga ipate mafanikio zaidi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara nako anahitaji uzoefu zaidi, kwa sababu ametoka timu ya taifa ambako mechi zake sio kama kwenye ligi kuu ambako ni marathon, ni mbio ndefu hizi, mechi 30. Yeye ametoka timu ya taifa, hakuna utaratibu. Huku bila shaka Yanga atashuhudia soka sambusa, soka biriani na ushindi. Lakini kwenye michuano ya CAF, soka biriani, soka sambusa, kama alileti ushindi, awe macho, ili nimerudia ile neno Kwa hiyo ni la msingi sana. Vinginevyo mambo ambayo nimeona kwamba kumkumbusha kwa swali lako kwa kurudia, aweke mizania sawa. Soka sambusa, soka biriani, kwenye CAF soka la malengo ili kupata ushindi. Panapostahili anaweza kaachana na falsafa yake ya kumiliki sana mpira, kama ndio itamwezesha kupata matokeo. Lakini kama unamiliki sana mpira, unacheza mpira wa kuvutia, unapata matokeo, hiyo inakuwa nzuri zaidi. Pili, ajue namna gani ya kuwaboresha wachezaji wake katika kumalizia nafasi, na hasa safu yake ushambuliaji na viungo ushambuliaji, kwamba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita Yanga ilikuwa inafika sana, lakini nafasi haitumii, haijitendei haki yenyewe, ikajiathiri, wakaishia hatua ya makundi. Kwa mfano amecheza dhidi ya Al Hilal Omdurman kwa Mkapa, dakika 90 wamiliki mpira zaidi ya 60%, wamepiga mashuti 15, 5 on target, hakuna goli. Al Hilal Omdurman ilikuwa na Fora Ibenge by then, mechi nzima wamepiga mashuti 5, 2 on target, yote kamba. Taarifa hizi zimwezeshe katika kuboresha eneo hili juu ya kucheza mpira wa malengo, lakini pia juu ya wachezaji wake
kutopoteza mipira kwa sababu ya kupiga cross ambazo hazifiki. Kama unataka kutumia cross ili ziwaletee matokeo, basi azifanyie kazi ili mipira isipotee kama ilivyojitokeza katika Ligi ya Mabingwa barani Afrika msimu uliopita, hatua ya makundi. Vinginevyo namuona Pedro Gonçalves kwa mbinu zake, kwa historia yake kutoka Ureno katika klabu ya Sporting Lisbon alikokuwa akifundisha timu za vijana, pale Angola akifundisha timu za vijana kabla baadaye kupanda na kufundisha timu ya taifa wakubwa ya Angola, ambayo ndani ya kipindi chake kuanzia 2019 kuna mengi imeyafanya ya kuvutia ambayo akiendeleza Yanga atainufaisha sana Yanga, ikiwamo kutoa ubingwa wa Kosafa back to back. Ana mengi chanya na yaona ambayo akiingiza Yanga kwa mwajiri wake mpya wanaweza kupata mafanikio, alimradi tu akumbuke yale yanotoka kuyazungumza ambayo wewe unasema asipozingatia inaweza kuwa sababu ya kupata thank you ya mapema zaidi, kwa maana kufungashwa virago, kwa maana kuungana na mlango uliotokea Robin Falls. Mzee Data, tukutane tena wakati mwingine. Shukrani jazilan. Naam, bwana huyo ni mzee wa Data Ramadhani Mbwaduke akizungumza namna gani kocha mkuu wa Yanga Wananchi, ambapo akizingatia basi ana muda mrefu ndani ya Wananchi. Mimi naitwa Christopher Beda, tukutane wakati mwingine. Bye bye.